Hitimisha mafunzo yenu haya ya kuwajengea uwezo kuhusiana na masuala ya kilimo. Nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana viongozi wote ambao walishiriki kupanga na hatimaye kutekeleza mpango huu. Wao wameonyesha mfano bora na wameonyesha njia kama viongozi, na naamini kabisa hii haitakuwa mwisho, bali itakuwa ni mwanzo wa kujipanga zaidi na zaidi ili kuwajengea uwezo wananchi walio wengi zaidi, ukiachilia nyinyi 90 ambao mmeanza ndani ya mpango huu. Naomba tuwapigie makofi sana viongozi wetu. Ndugu zangu, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tumejipanga katika kuinua sekta ya kilimo, tukiamini kwamba ni muongozo ama ni njia moja wapo ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza kuwasaidia wananchi mmoja mmoja, lakini ngazi ya familia, lakini na jamii kwa ujumla katika kuimarisha kipato chao. Hivyo jitihada za makusudi kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan zimewekwa ili kuhakikisha tunainua sekta hii ya kilimo. Mipango pamoja na uwezeshaji kupitia miundombinu mbalimbali kwenye sekta ya kilimo imekuwa ikifanyika ili kusudi kutengeneza mazingira rafiki kwa wananchi, ili na wao waweze kuzalisha kipato ambacho kitakuwa kinatija kwa wao mtu mmoja mmoja, familia na ngazi ya jamii kwa ujumla. Katika jitihada hizo tumeweka mkazo katika swala la kuhakikisha kwamba tunakuwa na maeneo ya uhakika ambayo tunafanyia shughuli hizi kilimo. Moja wapo sasa hivi ndani ya wilaya yetu tumekuwa na kifaa maalum cha kupimia udongo. Hapo awali tulikuwa tukifanya shughuli hizi za kilimo katika maeneo ya mabondeni na katika maeneo yenye miteremko mikali kwa kubahatisha tu. Lakini serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu na kuthamini juhudi za wananchi wa wilaya ya Kilosa walioamua kuwekeza kwenye sekta ya kilimo, imeamua kununua kifaa maalum kwa ajili ya kupimia udongo, ili pale tunapokwenda kufanyia shughuli zetu za kilimo tuwe na uhakika na kile ambacho tunataka kukizalisha. Na bahati nzuri kifaa hicho kinatoa huduma ndani ya wilaya yetu bila malipo yoyote. Ni matumaini yangu kwamba kama huku bado taratibu haujaanza kupitia hawa ambao wameanza kunufaika na mafunzo haya, basi viongozi wa ngazi husika wataanza kufuatilia ili kuwa na uhakika wa maeneo ambayo mnafanya shughuli zenu za uzalishaji kupitia sekta ya kilimo. Lakini kama hiyo haitoshi, mafunzo haya yanatolewa yaende sambamba na ukaguzi kupitia kwa mabwana shamba na mabibi shamba. Bahati nzuri serikali imeweka mfumo mzuri wa kutunza kumbukumbu za wananchi wote ambao wako kwenye sekta hii ya kilimo. Serikali imetoa vishikwambi kwa mabibi shamba na mabwana shamba ili kusudi kuchukua taarifa, tukianzia na kwenye kukusanya taarifa za udongo wa uhakika, lakini kuja kwenye tathmini ya wakulima wenyewe ambao wako kwenye sekta hii ya kilimo. Mabibi shamba na mabwana shamba wamewezeshwa kuwa na vishikwambi ili kusudi kuweza kutunza kumbukumbu hizo muhimu na hatimaye ziweze kutafsiri dhana ya kuwasaidia wakulima, kama alivyosema mkulima mmoja mmoja, wale walioko kwenye vikundi na wale vijana ambao wameamua kwa makusudi kujikomboa kupitia sekta ya kilimo. Pepo na njia panda. Haya mafunzo tuliyoyapata kwa kweli yametusaidia. Kwa mfano, mimi ni mkulima, lakini nilikuwa nalima bila kupanga mahesabu. Nilikuwa nalima kilimo cha kizamani. Lakini baada ya kupata haya mafunzo sasa, kwa sababu tumepata kabla ya nini? Kabla ya msimu mpya wa kilimo. Kwa sasa hivi naanza kujipanga kwa ajili ya kilimo biashara. Kwa sababu kilimo biashara kina faida jinsi tulivyosoma. Namshukuru mkuu wa wilaya, bila kumsahau mama, bila mama Samia haya mambo yote yasingewezekana kwa kweli. Yaani ombi langu kwa wakulima wote, kama ungepata mafunzo haya, sawa, basi ungebadilika. Kwa sababu nalima mazao ya kawaida na bustani. Kwa sasa hivi nitaanza kuwa na mpango bora wa kilimo.